Naam, basi mtazamaji, tuko katika eneo la Muthua ambao ni sub county ya Dagoretti South, ambapo leo siku ya leo tumepatana na kiongozi wa chama cha bodaboda ambao wamepatana katika kambi ya chifu wa eneo hili. Pengine akianza na jina lake aweze kunielezea siku hii ya leo wanafanya nini hapa. Pengine ukianza na jina lako. Kwa majina naitwa Samuel Gachuki, chairman Udhiro Roundabout, inajiita Smart Riders. Tumekusanyika hapa kwa chief ili tusaidiane na wale watu tunabebaga, wale wanatuletea riziki ya kila siku. Ndio tumeamua siku ya leo tuwaletee siku kuu. Kwa hivyo mmekuwa na chama hiki kwa muda unatoshana aje? Pengine uweze kunielezea pia, mmekuwa mkifanya jambo hili kila wakati ama ndo mara ya kwanza? Okay. Kwa hii kazi tuko naye tangu tuanze kusaidia namna hiyo, tuko na miaka 10 kuanzia 2014 mpaka mahali tumefika. Kama Smart Riders mmeweza kuachieve nini? Ninyi mnaweza sema kuwa kwa miaka hiyo 10 mmeweza kufanikisha? Wacha tuseme saa hii hakuna kitu tumeenda naye bere, but miaka inakuja tutakuwa na mambo tunajifunia nayo. Na kama Smart Riders mko watu wangapi pengine? Kwa Smart Riders tuko watu 40. Watu 40. Ni jambo zuri sana, sababu sana watu wa pikipiki wanahusishwa na uhalifu katika maeneo kama haya. Na nyinyi kama mmeshikana hivi inaonesha kuwa nyinyi basi mko na ile ari ya kuonesha pia watu wa pikipiki wanafanya mema na kurudisha kwa jamii. Pengine jambo moja kwa mtu wa pikipiki pale ambao anawaharibia jina nyinyi kama watu ambao mnafanya kazi na ni riziki ambao mnatoa pale, si uhalifu. Nikisema mambo ya security, watu wa Smart Riders wako mbele. Juu tukiona mwizi, sisi huwa tunakamata kabla tuite polisi. Na si ndio tutapelekea police station. Kwa hivyo hatugoji polisi wakuje ndio wakamate huyo mtu. Kwa hivyo saidia security, si tuko sawa. Mko sawa. Jambo moja la mwisho pengine kwa wafanyikazi wenu, wanachama wenu, sababu mwaka unaenda kuisha. Pengine jambo moja la mwisho kama chair wao. Mimi nikiwa chairman wa bodaboda, ningeomba waendeshaji bodaboda wangu mwaka ingine tusikue mahali tuko. Tusikue mahali mko. Tuwe tumeenda mbele. Kweli kabisa. Na pengine huyo ndo kiongozi wao, basi mtazamaji, ningependa pia niweze kujiunga na mmoja wao ambaye ndo huyu hapa kando yangu. Pengine ukianza na jina lako uweze kuniambia unajisikiaje kuwa mwanachama wa Smart Riders? Majina naitwa Julius. Mimi najisikia nimefurahia kwa hii kazi. Na katika shughuli nzima ambao naona mnapeana unga, mnapeana nini kwa wanajamii, kwanza nieleze nini mmeweza kupeana siku hii ya leo kwa wanajamii waliofika hapa? Kwa ile kiwango kidogo tumefanikiwa nayo, kuna kaunga pale tu, mafuta na kadhalika kitu kidogo. Sawa. Pengine basi mtazamaji, kando yangu naona tuko na chifu wa eneo hili ambayo ndo amewaalika na kuwaruhusu kupatana katika eneo hili. Pengine chifu, ukianza na jina lako uweze kutueleza umekuwa ukiungana na wanabodaboda hawa kwa muda unaotoshana aje, na utendakazi wao katika eneo lako basi uko aje? Kwa majina naitwa Chief Monica. Mimi ndio chief hapa Udhiro location. Na leo ni furaha kubwa sana sababu wana bodaboda ambao wanaitwa Smart Riders ambao wanabebea hapa kwetu hapa roundabout walikuja kwa ofisi wakaniambia kwamba wangetaka ku give back to the community. Mwaka mzima Mungu amewajalia, amewapatia mema, so wangetaka kushiriki na watu pia, waoneshe watu kwamba wanaboda pia ni watu, ni baba za watu, ni ndugu za watu, ni bwana za watu. So akasema wangetaka kupatia watu wa area yangu ambaye kidogo hawajiwezi Christmas ya mapema. Nami nikawashikilia na nikafurahia sana na tukaunganika leo na wakawapatia. So pia wana Smart Riders ni watu ambaye kwa ofisi yangu wanahusika na kunisaidia na usalama, na tumeagana leo kwamba watatusaidiana pamoja nao katika usalama na maneno mengi sana ya eneo yetu. So mimi yangu ni kuwashukuru na kuambia wao na huo moyo tu wa kusaidia wananchi, sababu kutoa ni moyo wala si utajiri. Kweli. Amen. Pengine chifu, kwa wale ambao wanaendesha bodaboda na hawajaungana kama Smart Riders, hawajakuja pamoja, unaweza waambia neno gani?
Kuna wengi ambao mtu kijana tu anatoka na bodaboda barabarani, ningeambia wajiunge kwa vikundi, wa form SACCOS, wakuwe registered ndio waweze kutambulikana, na pia mema ya serikali ikija wanaweza kuwa included. So wote wajiunge na SACCOS. Yes. Mtazamaji, katika eneo hili la Mudhurwa tumekuja na ni baraka nyingi sana kuweza kupatana na kijana mashuhuri, kijana machachari ambaye siku ya leo angetaka kutuelezea historia yake, alianzia wapi mpaka mahali alipo sasa. Gari mnayoiona nyuma yetu basi ni gari lake ambalo anafanyia kazi, lakini basi alianzia wapi? Pengine ukianza na jina lako na uweze kunielezea ulianza shughuli hii nzima wapi? Okay, kwa majina anaitwa Elijah ama MCA Dudu. Hiyo ni jina ya kikazi. Mimi ni mkazi wa Udhiru. Kwa hii kazi yangu mimi nimetoka mbali sana. Mimi nikijaribu kuangalia maisha yangu, nilianza na baiskeli, nilikuwa nauza maziwa, nilikuwa supplier wa maziwa na baiskeli. Nilikuwa na supply maziwa hiyo Udhiru. Nikaingia kwa mkate, nimesupply mkate. Bado nikiwa kwa bodaboda. Hiyo ndio kazi yangu ilikuwa ya kwanza. Kazi yangu ya kwanza hii Nairobi ilikuwa ya bodaboda. Hakuna kazi nyingine mimi nishaifanya. Nimekuwa mwendeshaji wa bodaboda hiyo miaka yote. Hii kazi ya bodaboda nimeendesha for about 15 years. 15 years ndio nimekuwa kwa hii kazi ya bodaboda. Na naweza sema ya kwamba hii kazi ya bodaboda ni kazi mzuri sana. Ukijituma bila kuingia kwa mambo mbaya, kazi ya bodaboda ni kazi mzuri sana. Sababu kutoka kwa baiskeli, kwa bodaboda, kufika hata kwa gari, hii gari niko nayo nimetoka kwa bodaboda, nikakuwa na duka, bado niko na duka, kupitia tu kwa ile tu kazi ya bodaboda. Mimi naweza sema ya kwamba kazi ya bodaboda hakuna kazi kubwa na ndogo. Hata wale watu wenye unaona wananunua mandege, hawakununua ndege mara moja, walianza tu pale chini. Ile tu wanasemanga ni bottom up. Mimi naweza sema hii yangu ni bottom up yangu. Kuanza pale chini, kuendelea, kupanda stairs mpaka saa hii mahali niko. Naweza sema bodaboda imenitoa mbali sana. Yes. Na pengine kwa kijana ambaye ako pale nje anataka kukata tamaa, amekuwa akifanya kazi ya bodaboda lakini haoni akisonga popote, pengine uweze kumpa neno moja la kumtia moyo, uweze kumwelezea kwamba ni vipi basi ama ni aje venye wewe ulifanya ndivyo afuate nyayo zako, basi aweze kufanya afike mpaka mahali ulipo. Okay, kwa hii kazi lazima ujitume. Lazima ujitume. Lazima wewe ujue Mungu ni nani. Kwanza tunasemanga Mungu siku zote. Mimi naweza sema kama si Mungu singekuwa hapa. Sababu Mungu ndio amenisaidia hiyo miaka yote. Sijapata dent, sijaenda hospitali ati nimelalishwa, ati nimeumia, hapana. Ili ni kujituma, unaambia Mungu akusaidie. Kwa hii kazi, kama unataka kuingia kwa hii kazi, kama wewe unataka kuingia kazi ya bodaboda, kwa sasa lazima uingie kwa sako, uende uangalie mahali sako iko, uingie kwa sako, ukuwe na nidhamu kwa barabara. Usikuwe unatusitusi watu kwa barabara, customer uwabebe vizuri, wabembeleze. Maana kama hauna customer, hauna biashara. Kweli kabisa. Maana sababu biashara ni customer. Ule customer wako usimuibie, ule customer wako usimuovercharge, ule customer wako usimuangushe, mbebe na utaratibu. Vaa uniform zote, vaa reflector, vaa helmet, zote ukuwe nazo. Ndio hata customer akikuja kwa stage anasema na ukae msafi. Usikuwe mlevi, usikuwe mchafu, wewe kuwe msafi, ndio hata ukuwe na customer wengi. Unajua ukiwa na customer wengi uko na pesa. Yes. Nidhamu ndio kitu ya maana kwa hii kazi ya bodaboda. Na tunaona tunaelekea katika shamra za sikukuu za Krismasi. Yes. Pengine jambo moja kwa wanabodaboda wote ambao umeweza kushirikiana na wao kutoka ulipoanza kuwa ukiendesha bodaboda mpaka sasa uko kwa gari, na pengine wale wote ambao umeweza kutangamana nao, familia, jamii, pengine jambo moja la mwisho katika wakati huu wa shamra za Krismasi. Wakati wa Krismasi wana bodaboda wenzangu naweza waambia kwamba nidhamu kwa barabara.
usigonge gari ya mtu, usitusi mtu barabarani, tukue na nidhamu kwa barabara, sababu tukishakuwa na nidhamu hata mambo mabaya utapata. Tuheshimiane, ukiona mwana bodaboda mwenzako muheshimu, mtu wa gari muheshimu, pedestrian mtu anapita kwa barabara muheshimu, mtu yeyote ako barabara muheshimu kabisa. Na tunawatakia kila laheri, Christmas jema na mwaka mpya ujao 2026. Asante sana. Asante. Basi mtazamaji, ikiwa basi tunafunga na tunamaliza shughuli hii nzima ya wanabodaboda Smart Riders ambao wamekuja eneo hili, na ningependa basi mmoja wao aweze kutuambia basi, atueleze kinagaubaga basi, kabla tujafunga, atuelezee basi Smart Riders ni nini hasa wanafanya katika eneo hili zima la Uthiru, na si Uthiru peke yake, basi Muthua ambapo ndo wako sana ndo wengi wao wanafanya kazi zao. Pengine nikianza na wewe ndugu yangu, jina lako uweze kunielezea kama mwana Smart Rider, unajivunia nini kuwa mwana Smart Rider? Mimi kama mwana Smart Rider nashukuru kwa siku ya leo vile tumekuja kutembelea watu hapa, tukawanye kile tulikuwa nao juu Mungu ameweza kuturida hii mwaka yote. Na tena tukigawanya na sister zetu, mama zetu, ndugu zetu ambao tunawabeba pale kila siku, tukaweze kugawana na wao. Na wito wako kwa wanabodaboda wote pale nje, wakati hasa ukiangalia ni wakati wa sikukuu na wengi ambapo wengi barabarani unapata si kila mtu ambaye ako sawa akiendesha pikipiki, akiendesha gari. Pengine wito wako katika shamra hizi za Krismasi unaweza waambia nini? Naweza waambia kama vile tumefanya siku ya leo na wao wakatunge mkono, tukaweze kufanyanga hii kila mwaka ya kula na wengine ama kusaidia wengine. Asante sana.